Asifiwe. Asifiwe tena. Kwanza nashukuru Mungu kwa nafasi hii. Kwa majina, kwa ajili ya mgeni ni Paul Ndolo. Namshukuru Mungu kwa kuniita na kunifanya mwana katika ufalme wake. Pia kwa kuniokoa kwa sababu kuna wakati ambao sikuwa namjua. Hata enzi hizo tulikuwa naulizwa vile tulikuwa ama kama tulikuwa najuana na dada Kezia na wengine. Namshukuru Mungu kwa sababu alinileta na akaniokoa na hata amenidumisha mpaka hapa. Sio kwa nguvu zangu, sio kwa vile nimekuwa nikitenda mema, lakini tu ni fadhili zake zimekuwa mpya kwangu kila siku. Namshukuru kwa kutembea pamoja nami muda wote huo tangu waliponiita mpaka sasa, kwa sababu najua ni wengi waliamini lakini wamerudi nyuma. Lakini mimi namshukuru kwa sababu amekuwa akinishika kwa mkono wake. Nguvu yake imekuwa pamoja nami na ndio sababu amekuwa akiniwezesha katika mambo yote. Namshukuru pia kwa kunipa nafasi hii katika sabato hii nisimame mbele yake na mbele ya ufalme wake na mbele yenu ili niseme neno lake katika siku hii ya leo. Dhimu yetu inasema umtambue Mungu katika kila ufanyalo. Amen. Kwa sababu Mungu uwezesha mambo yote kati ya wote. Na ndio leo tunaambiwa tumtambue ama katika matendo yake, kwa sababu sisi tumeitwa kama shahidi. Hata tunapoteuliwa, hata kama unaweza kumbuka wakati tunapoteuliwa, maandiko yanasema sisi ni ukoo mteule, makuhani wa mfalme, taifa takatifu, watu wake Mungu mwenyewe, ambaye ametuita ili kutangaza matendo yake makuu. Maandiko yanatuambia wakati mmoja hatukuwa watu wa Mungu, lakini sasa sisi ni watu wake. Wakati mmoja hatukupokea huruma ya Mungu, lakini sasa tumeipokea. Ni kweli. Kwa sababu tulikuwa tunaishi katika mtindo ama kidunia. Lakini wakati Mesia alipofunuliwa, Mungu akatuokoa. Kwa upendo wake na fadhili zake nyingi akatuokoa, si kwa matendo yetu mema bali kwa fadhili zake. Na akatuita sasa tuwe tunatangaza matendo yake makuu. Nataka hapa tuelewe ya kwamba chochote unachofanya tumtambue Mungu, ama utambue sio kwa nguvu zako. Hata vile tuko hapa masaa kama haya, wakati huu sasa tuko na uhai, hata tunaweza kupumua, sio kwa nguvu zetu. Fadhili za Mwenyezi Mungu zinakuwa mpya kila wakati. Maandiko yanatuambia kwamba hakuna mtu awezaye kushikilia maisha yake ama kuzuia ile siku ya kufa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mambo yote yale ambao tuko ndani yake ama vile tulivyo siku hii ya leo ni kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Lazima tutambue ya kwamba kuna hiyo nguvu ifanyao kazi daima ndani yetu. Kwa sababu tulipoombewa, tulipowekewa mikono na wazee, tukaokoka, Roho Mtakatifu akafanya nini? Katushukia. Na ndio hata wakati tulikuwa tunafunza tunaambiwa kuna roho mwingine sasa huwa tunabeba tuna roho mwingine tunambeba ama anakaa ndani yetu ambao ulimwengu hauwezi ukamtambua. Lakini sisi tulio wa Mesia, sisi tulio wa Mungu tunamtambua kwa sababu anakaa, ako ndani yetu na anakaa pamoja nasi. Na ndio sasa leo hii tunataka tujue kwamba lazima tumtambue Mungu katika kila tunachofanya. Na ndio nikasema sisi tumeitwa ama wana wa Israeli. Ukisoma katika Isaiah 43 unaona wana wa Israeli waliitwa kama mashahidi wa Mwenyezi Mungu. Hata nasi pia ndio sababu ametuteua na akatuita kama mashahidi, tuwe na shuhudia matendo yake makuu. Kwa sababu vile tulivyo siku ya leo, vile huwa tunatenda mambo, vile huwa tunafanya mambo, sio kwa nguvu zetu. Maandiko yanasema ya kwamba huwezi kuwa na kitu usipopewa na Mungu. Amen. Vile ulivyo siku ya leo, usijione ama usijisifu, usiwe mtu wa kujiinua kana kwamba ni wewe umefanya ukawa vile ulivyo. Ukisoma katika Mithali 3 mstari wa 5 unasikia mtumainie Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako. Amen. Mwanadamu ana hekima yoyote. Hekima tulio nayo ni ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ako pamoja nasi kutuongoza. Yeye ndiye hutujalia hekima, maarifa. Anatujalia kumjua huyu Mungu na kujua anataka tuishi namna gani.
kila kitu. Yeye ndiye aliwachiwa kazi yote. Ndio naambiwa mtumainie Mwenyezi Mungu kwa moyo wako, wala usitegemee akili zako, kwa sababu tunaona mwanadamu hana hekima yoyote. Uweze sema ati nimefanya haya kwa nguvu zangu ama kwa akili zangu. Kwa sababu hata ukisoma maandiko, tunaona kuna watu walikuwa wameanzisha vikundi, lakini mwishowe viliangamia kwa sababu walianzisha kwa akili zao. Amen. Lakini sisi ambao tumetambua ama tunamjua Mungu, Mungu anataka tumtambue. Kwa sababu tunajua yeye ndiye msaada wetu, yeye ndiye kimbilio letu, yeye ni sehemu yetu katika maisha yetu ya kila siku. Yeye ni msaada wetu daima. Mungu anataka kutumtambue katika kila jambo tunalofanya. Tusitegemee akili zetu ama tujidai ama tujigambe ama tujivunie tukisema kwamba tuna hekima. Kwa sababu hatuwezi kupata ushindi kwa nguvu zetu. Hatuwezi kupata ushindi kwa uwezo wetu, bali kwa msaada wa Roho wake. Hivyo ni kumaanisha ni nguvu ya Mwenyezi Mungu ifanyao kazi daima ndani yetu, ambao tunaambiwa ulimwengu hauwezi kuitambua. Lakini sisi tulio wa Mungu tunatambua ya kwamba nguvu hiyo ndio ifanyao kazi daima yetu. Na ndio tunaambiwa ya kwamba usijione wewe mwenyewe kuwa mwenye hekima. Mche Mwenyezi Mungu na kujiepusha na uovu. Wewe umeambiwa tu usijione kuwa mwenye hekima. Wewe unaambiwa umche Mwenyezi Mungu na ujiepushe na uovu. Hivyo ni kumaanisha mtumainie yeye. Shika yale yote amekuagiza. Mengine umwachie sasa. Hiyo itakuwa dawa mwilini mwako na kiburudisho mifufani mwako. Hivyo ni kumaanisha kama utamcha Mwenyezi Mungu na kujiepusha na uovu, yeye ni mwaminifu kwa wale ambao uonyeshana kuwa waaminifu na mwema kwa walio wema. Hivyo ni kumaanisha mambo hayo mengine muachie. Ukishakuwa ikiwa moyo wako unamtumainia, ukishamwekea matumaini yako yote, muachie mengine yote. Hata nakumbuka kuna hata message ilikuwa imetokea wakati mwingine tukaambiwa kwa upande wetu kulingana na hali ya sasa, vile maisha yamekuwa magumu, panda shuka, tumtumainie Mwenyezi Mungu peke yake. Amen. Na tangu wakati huo si tumemwona akifanya kazi ndani yetu, si tumemwona akitusaidia. Kwa sababu watu wengi wanalia sana katika maisha ya sasa, kwa sababu gharama ya maisha imepanda juu sana. Lakini sisi tulio wakati juzi tena tukaambiwa hapa ati hakuna mtu ametupora. Amen. Amen. Hakuna mtu ametuibia. Kwa sababu tuko na security ya Mwenyezi Mungu kwa upande wetu ni tight. Na ndio mara mingi tunaambiwa usiogope, nitakuwa pamoja na wewe kukusaidia. Amekuwa akitusaidia. Tunaambiwa mche yeye na ujiepushe na uovu. Na hiyo itakuwa dawa mwilini mwako na kiburudisho mifupani mwako. Hivyo ni kumaanisha mambo yako yatakuendea salama. Utakuwa na amani. Wakati wa njaa, watu wakilia njaa, wewe utakuwa na shibe. Itakuwa wewe ni kufurahi unafurahi. Utacheka kwa sababu unajua aliye na wewe ni nani. Mtumainie Mwenyezi Mungu. Mtambue katika kila jambo ama katika lolote ufanyalo. Hapo ngala zako mheshimu Mwenyezi Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Hapo ngala zako zitajaa mafuta na mapipa yako yatafurika divai mpya. Mungu anataka tumuche yeye, tuachane na uovu na tumuheshimu kwa mali zetu. Amen. Tukishafanya hayo, mengine yote sasa yeye ako tayari kutusaidia, kwa sababu yeye ndiye msaada wetu na kimbilio letu. Na nataka tuangalie, kwa sababu katikati ya waumini ukatokea mabishano kuhusu kazi ambayo ama zile kazi zilikuwa zinafanyika wakati huu, ama kazi ambao huwa zinafanyika. Kwa sababu nikasema katika mambo yetu ya kila siku atufanye mambo kwa nguvu zetu ama kwa uwezo wetu. Kusema kwa mfano, hata ukasimama katika madhabahu hii na ufundishe vizuri, sio kwa nguvu zako. Usijivune, usijiinue sana. Amen. Tambua huyu ambaye amekuwezesha, huyu ambaye amekuwa akifanikisha mambo yote kati ya wote. Tambua huyo. Maandiko yanasema kila kipaji chema na zawadi takatifu, kile kipaji chema na zawadi takatifu utoka kwa Mungu, muumba wa mianga. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kazi njema alianzisha ndani yako. Amen. Sio watu kwani tumeenda shule?
hizi shule zinaendwa na watu tumezienda kweli? Lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu anatusaidia, anatufundisha. Yeye ni mwalimu wetu. Anatukumbusha. Wewe kazi yako ni ufanye ile kazi ambayo umepewa. Kama sasa mara mingi hapo tunasema, hata tunarudia unaambiwa soma maandiko matakatifu. Kwa sababu yatakufunza, yatakujulisha mengi kuhusu huyu Mungu. Utajua mambo mengi sana. Roho Mtakatifu wako pale kukumbusha. Tambua nguvu hiyo ifanyaye kazi daima ndani yako, kwa sababu Mungu ndiye amekuwa msaada wetu. Nataka tuangalie, kuna hao walikuwa wamebishana kidogo hapa, tuone namna gani, ama kabla tuanze tuone pale tumesema mwanadamu hana hekima yoyote. Hana chochote, kwa sababu huwezi kuwa na kitu usipopewa. Kila kitu ni kuomba, huwa tunaomba kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hata kuna huyu mzee anaitwa Ayubu alishuhudia akasema, uchi nilikuja duniani, uchi nitaondoka dunia. Mwenyezi Mungu amenipea, Mwenyezi Mungu amefanya nini? Amechukua. Hivyo ni kumaanisha yeye ndio huwa anatupea. Na kusema kweli, wakati hata tulipozaliwa hatukuwa na kitu. Mpaka sasa hatuna kitu. Na ndio mara mingi tunaambiwa kile ambacho una, ufanye nini? Uombe kwa Mungu, kwa Mungu. Omba kile ambacho una. Kwa hivyo vitu mingi ama vitu nyingi ni kuomba, huwa tunaomba. Tambua huyo anayewezesha mambo yote kati ya wote. Hebu tuangalie katika 1 Corinthians. Tuone kama mwanadamu ako na hekima. Ama unaweza kujivunia chochote kile. Shida ya watu, unapoinuliwa, mambo yako ya kuendea vyema, unaanza kujipiga kifua. Na unasema ni kwa uwezo wangu, ni kwa nguvu zangu. Ni kwa sababu mimi nimesoma. Mimi ni profesa. Ni kwa sababu niko na ujuzi. Nani amekujalia haya yote? Juzi tulikuwa tunafundishwa kuhusu Mbazareli. Mungu akamjalia nguvu na uwezo. Akamjalia nguvu ya kuwa na ufundi wa kila aina. Amen. Mtu ambaye angeweza kufanya jambo lolote. Sasa akawa na ujuzi katika nyumba ya Bwana kutekeleza wajibu ulio ndani ya nyumba ya Bwana. Huwezi kuwa na chochote usipopewa na Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye anatujalia. 1 Corinthians kuanzia hapo 19. Maana maandiko matakatifu yasema, nitaiharibu hekima ya wenye hekima. 1:19. Maana maandiko matakatifu yasema, nitaiharibu hekima ya wenye hekima, na elimu ya wataalamu nitaitupilia mbali. Swali sasa tunaulizwa hapa, yu wapi basi mwenye hekima? Yu wapi basi mwalimu wa sheria? Naye mbingwa wa maishano ya nyakati hizi yuko wapi? Mungu ameifanya hekima ya ulimwengu kuwa ni upumbavu. Amen. Hatuna hekima yoyote. Hatuna chochote tunaweza jivunia mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hata kama tukiangalia, Mungu ndiye muumba wa vitu vyote. Vilivyomo, vionekanavyo na visivyoonekana. Kwa hivyo kama uko na kitu, basi yeye ndiye amekujalia. Amen. Kwa sababu yeye ndiye alikuweko tangu mwanzo. Wewe ni mtu wa juzi. Yule Ayubu akaulizwa, unajua kitu gani tusichojua? Unaelewa na kitu gani tusichoelewa? Maana upande wetu wapo wazee. Hebu niangalie hiyo ni kidogo tu pale Ayubu kitabu, tuendelee. Ni Ayubu 15. Ayubu ni 15. Mstari wa 9 na wa 10. Unajua kitu gani tusichokijua sisi? Ni swali alikuwa anaulizwa wakati walikuwa wanahojiana. Unafahamu kitu gani tusichokifahamu? Miongoni mwetu wapo wazee wenye hekima, wenye miaka mingi kuliko baba yako. Wazee wenye movie. Amen. Amen. Sasa hao wazee tunaambiwa miongoni mwetu wapo wazee wenye hekima, wenye miaka mingi kuliko baba yako. Tumheshimu Mwenyezi Mungu, tumtambue. Tujue ya kwamba mwanadamu hawezi kuwa na chochote.
Kwa sababu hata maandiko inasema yeye ndio huwa anaongoza hatua zetu. Hatujui njia ya kwenda, yeye ndio huwa anatuelekeza katika mambo yote. Hasa sisi ambao tunamjua ama tunamtumikia Mwenyezi Mungu, sisi ambao ni wana wake, hatuwezi kuishi kama vile walimwengu wanaishi. Kwa sababu hao wanajitambua ama wanafikiria mambo ufanyika kwa nguvu zao. Wana wa Israeli walipoitwa, hao ni watu wa kuongozwa, si ni watu wa kuongozwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tunaona akiongozwa kutoka kule Misri mpaka Kanani. Mambo yote ni ya kuongozwa. Hata nasi pia Mwenyezi Mungu ako upande wetu kutuongoza, ako pale kutujalia. Na hapa amesema maana kadri ya hekima ya Mungu watu hawezi kumjua Mungu watu hawezi kumjua Mungu kwa njia ya hekima yao wenyewe. Amen. Kwa sababu hatuna hekima. Tutamjuaje? Na kwa sababu maandiko yamesema wote watakuwa mafunzo na Mwenyezi Mungu. Tutakuwa tumefunzwa na nani? Mungu anapenda kuwaokoa wale wanaoamini kwa njia ya kile ambacho wenye hekima wanakiona kuwa ni upumbavu. Yaani ujumbe tunaohubiri. Wayahudi wanataka ishara na Wagiriki wanatafuta hekima. Lakini sisi tunamhubiri Yeshua aliyesulubiwa kwa Wayahudi. Jambo hili ni kikwazo. Kwa sababu alikuja kwa watu wake mwenyewe, lakini hao walio wake hawakuamini, hawakumpokea. Amen. Tunaambiwa kwao ni kikwazo. Lakini kwa wale walioitwa, Wayahudi kwa Wagiriki, Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Maana kinachoonekana kuwa ni upumbavu wa Mungu kina busara kuliko hekima ya binadamu. Katika kile ambacho kinaonekana kuwa ni upumbavu wa Mungu, yaani unaangalia unaona kama hapa mambo haikoenda vizuri, ama hii ni kama haifai, hiyo ni yako. Kwa sababu unaambiwa hiyo inaonekana kuwa kama upumbavu wa Mungu, ina hekima kina busara kuliko hekima ya binadamu. Amen. Kwa hivyo binadamu pale sasa hata hana chochote. Lewis, unaona hivi unacheza keyboard ni kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, sio kwa uwezo wako. Usifikiri ati ni hekima, usifikiri ati ni hekima yako. Hii ni msaada, ni Mungu alianzisha kazi njema ndani yako. Huu ni msaada wa Mwenyezi Mungu. Tusijivunie chochote kile. Hata wewe, hata mimi, hata huyo mwingine, watumishi wote, usijivunie chochote. Katika huduma, hata katika maisha yetu ya kila siku, wakati tunaenda kutafuta kazi ama biashara ama hata kutafuta mali, usijivunie chochote kile. Hata kama una mali kiasi gani, sio kwa nguvu zako. Tunaendelea. Na kinachoonekana kuwa ni udhaifu wa Mungu kina nguvu kuliko nguvu ya binadamu. Kwa hivyo hata kile bado kinaonekana kina udhaifu wa Mungu, kina nguvu kushinda nguvu ya binadamu. Hata nikuonyeshana pia hata binadamu ana nguvu. Na ndio tunasema kila kitu ni kupewa. Tunafanya nini? Tunapewa na Mwenyezi Mungu. Na tena ndio tunaambiwa kile ambacho omba na uombe ukiwa na imani, nawe utapewa. Ndugu, kumbukeni wakati mlipoitwa, wengi wenu hamkuwa wenye hekima hata katika fikira za binadamu. Wengi hawakuwa wenye nguvu au watu wa tabaka ya juu. Amen. Hapa tunaambiwa ya kwamba wakati ulipoitwa, hata hakuna mtu angekutambua wewe. Hakuna mtu angeona kama unaweza msaidia. Hakuna mtu aliangalia akaona wewe unaweza kuwa na neno la kumsaidia ama unaweza kuwa msaada kwake. Lakini wakati Mesia alifunuliwa kwako sasa, wakati ulipojaliwa Roho wa Mungu akawa ndani yako, akawa msaidizi wako. Sasa leo siku hii mambo yako namna gani? Niliona mwingine ameniandikia barua, alikuwa ameniita akaniambia, mimi nataka uwe uhudhurie harambee yangu, uwe mgeni wa heshima. Amen. Na kwa sababu ni mtu tunajuana kwa muda mrefu, sitaki kujisifu, lakini mbeleni hangenitambua. Nashukuru Mungu sababu yeye ndiye ametujalia, ametupa kila kitu. Kwa sababu huwezi kuwa na kitu usipopewa na Mwenyezi Mungu. Hata nasi pia kwa sababu wengi wetu hapa tunajuana. Kweli si kweli?
wakati huo enzi hizo mtumishi alikuwa anatuuliza wakati huo tunakuja huku. Tulikuwa hata hakuna mtu angekupenda. Lakini siku hizi watu wanakutafuta, kila mtu anataka awe rafiki yako. Amen. Kwa sababu sasa Mungu amekujalia, si ndio? Sasa uko na kitu. Kila mtu sasa anakutafuta, anataka muwe marafiki. Ndio sasa awe anajua akikulilia hata akiwa na shida ama hata kwa maneno pia, kwa sababu unaweza kuwa huna pesa lakini kwa maneno ama unaweza hata muombea, kwa sababu mtu ambaye anaitashwa na Mungu pia anaweza kuwa na msaada ina nyingi sana, kwa sababu anaweza kukuombea kwa Mungu. Na kama ulikuwa na shida unasaidika. Lakini nashukuru Mungu sababu amekuwa pamoja nasi, ametutendea mambo makuu, kwa sababu hata wengi walikuwa wanatembea bila gari. Sasa tunaona watu wako na gari, watu wamebarikiwa. Hatukuwa tunamjua huyu Mungu vizuri, tumemjua huyu Mungu. Kwa sababu tulikuwa tunampapasa bila kumuelewa. Amen. Lakini siku hizi tunaweza simama na tumshuhudie hata mbele ya umati mkubwa sana. Na tuseme tunamjua, tumshuhudie na tushuhudie ukuu wake. Kwa sababu pale tunasema tumeitwa ili tuwe tunatangaza matendo yake makuu. Kwa kweli sasa ametutendea. Tuko na ushahidi. Tunaweza simama na tumshuhudie huyu Mungu kwa sababu alituita kama mashahidi. Na kwa kweli tumeona akitusaidia, amekuwa pamoja nasi, ametufanyia mambo makubwa. Ndio kusema Mungu alichagua yale ambayo ulimwengu uyaona ni upumbavu ili awaibishe wenye hekima. Na alichagua yale ambayo ulimwengu uyaona ni dhaifu ili awaibishe wenye nguvu. Kwa sababu roho yako haiwezi kukudanganya. Hata kujiangalia tu vizuri. Kwani ulikuwa na nini? Kwani wewe ulikuwa nani wakati huo? Sasa hivi tunaweza kutambua kweli. Unajua ukiinuliwa umeinuliwa, si ndio? Unajua Mungu akikuinua, si amekuinua. Lakini mbele hiyo hata katika boma lenu tu mahali umezaliwa hata hawakuwa wanakutambua. Amen. Lakini siku hizi wanakuita mweshi. Kwa sababu wakiangalia ndani yako wanaona uko na kitu. Wanaona uwepo wa Mungu ndani yako. Wanajua ukisema kitu inaweza fanyika. Kwa sababu kuna ile nguvu ifanyao kazi daima ndani yako. Kwa sababu katika maisha ya kila siku wameona tu maisha yako ikibadilika siku na nyingine. Hata wengine wanaanza kuulizana na ni yeye. Amen. Usikubali waulize mara 2 3. Tokea tu kama shujaa na waambie ni wewe. Usishinde, usiwape nafasi kubwa washinda kujisumbua wakiuliza nanga. Na huyo ni Samson. Si utake tu nawaambie mimi ni mimi. Tuendelee kumtumainia, tumtambue. Mungu anataka tumtambue. Tumeitwa kama shahidi ili tumtambue. Tutangaze matendo yake makuu na sifa zake. Watu wamjue na wajue ya kwamba hawafanyi mambo ama mambo yendi kwa sababu eti ni kwa nguvu zao. Basi hakuna mtu awezaye kujivunia chochote mbele ya Mungu. Amen. Kwa sababu yeye ndiye mwenye kila kitu. Yeye ndiye muumbaji, yeye ndiye mpaji. Yeye ndiye ametupa kila kitu. Yeye ndiye ametujalia kila kitu. Iwe ni hekima, iwe ni mali, iwe ni nini, yeye ndiye ametujalia. Mungu mwenyewe ndiye aliye waunganisha nyinyi na Yashua. Mungu amemfanya Yashua awe hekima yetu. Kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu. Tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa. Basi kama yasemayo maandiko matakatifu, mwenye kutaka kujivuna na ajivunie kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Tunaambiwa sasa, ikiwa unataka kujisifu, ikiwa unataka kujivuna, jivunie kazi ya Bwana. Haya maandiko nitayasoma ni Yeremia 9. Ndio tuone haya maneno kidogo ya kujivuna. Ndio sasa hata wakati unapojivuna, kwa sababu si ati ni vibaya, lakini ni kwa ajili ya Bwana. Usione kama ni kwa nguvu zako ama ni kwa uwezo wako ama ni kwa nini. Kwa sababu hukuja na chochote huku. Hukuwa na kitu. Hata hakuna mtu angekutambua. Ni Yeremia 9, 23 na 24. Mwenyezi Mungu asema hivi, mwenye hekima asijivunie nguvu zake. Hapa sasa tumepewa honyo. Amen. Unaambiwa mwenye hekima.
usijivunie nguvu zako. Wala tajiri asijivunie utajiri wake. Hata kama uko na mali, unaambiwa usijivunie utajiri wako. Anayetaka kujivuna na ajivunie jambo hili. Sasa hapo sasa tunaelezwa sasa. Kama unataka kujivuna, ujivunie jambo hili. Kwamba ananifahamu. Kwamba anajua Mwenyezi Mungu utenda mema. Amen. Tujivunie kwamba, yani jivunie kwamba sasa umemjua huyu Mungu. Kwa sababu maandiko yanasema wakati mmoja hatukuwa watu wa Mungu, lakini sasa sisi ni watu wake. Hatukuwa tunapokea hii huduma, sasa tumeipokea. Tunaambiwa sasa anayetaka kujivunia ajivunie jambo hili kwamba ananifahamu. Sasa tumeshamjua. Kwamba anajua Mwenyezi Mungu utenda mambo mema, ufanya mambo ya haki na uadilifu duniani. Watu wa namna hiyo ndio wanipendezao mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Ikiwa sasa unataka Mungu akupende ama upendeze mbele zake, mtambue sasa. Tambua yeye ndiye amekuwezesha, yeye ndiye amekufanikisha, yeye ndiye amekufikisha mahali umefika. Yeye ndiye utenda mambo ya haki. Yeye ndiye amekusaidia. Ni msaada wake umekuwa pamoja na wewe. Ni nguvu yake ifanyaye kazi daima ndani yako imekuwa pamoja na wewe. Maandiko yanasema ya kwamba watu wa namna hiyo ndio wanipendezao mimi Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sasa chaguo ni lako leo. Ujue sasa utakao upande wa kumpendeza Mungu ama ni upande wa kujiinua na kujikweza kabisa. Kwa sababu wengi wanapofanikiwa katika maisha haya sasa wanapenda kujipiga vifua sana. Hata usikiza katika TV wakati mwingine hata unasikia hata pia hao nitaita mapastors hao wanakuja kwa TV, hata unashangaa mtu anajipea mafuta unashangaa huyu anasema nini? Kwani yani hata utambui ile nguvu sio wewe mpaka unaanza ni kama hata pia wanatumia uchawi. Kwa sababu unashindwa haya mambo washinda wakisema kwani mambo ina gani haya? Na hata unajua Mungu ana ile sifa yake. Amen. Sasa ukisikia mtu yani atukuza hampi ile sifa yake hata unashangaa huyu anasema nini? Lakini vizuri kwa sababu lazima sisi tuishi kulingana na wito ambao tumeitiwa. Wengine wanaishi kidunia. Sisi ni tofauti na hao kwa sababu tumeshaitwa, tukaoshwa, tukafanywa kuwa wana wake. Lazima tuishi kulingana na vile inavyostahili. Nataka tuangalie katika hiyo 1 Corinthians 3:5-7. Nataka tuone ubishi ulikuwa umetokea hapa kidogo. Kati ya waumini kuhusu Apollo, Paulo. 3:5. 1 Corinthians 3:5. Apollo ni nani na Paulo ni nani? Hayo ni maswali pia yalikuwa naulizwa. Sisi ni watumishi tu ambao tumewaleteeni nyinyi imani. Sasa ni Paulo alikuwa na wajibu wale waumini kwa sababu walikuwa wameleta mabishano. Kuhusu ile huduma walikuwa wameifanya. Kila mmoja wetu anafanya kazi aliyopewa na Bwana. Amen. Ni watumishi wa Bwana. Huyo Apollo na Paulo ni watumishi wa Bwana. Lakini alikuwa anasema kila mmoja wetu wao alikuwa anafanya kazi ile alikuwa amepewa na Bwana. Kwa sababu ni kazi tumepewa. Ni kazi njema Bwana ameanzisha ndani yetu tukiwa kama watumishi. Amen. Usijione atakuwa wa maana sana kushinda mwenzako. Kwa sababu hata kama ni kipaji ni Mungu amekupea. Uitumikie kuhudumia watu. Amen. Sio kwa nguvu zako. Mimi nilipanda mbegu, Apollo akamwagilia maji. Amen. Lakini aliyeotesha mbegu ni Mungu. Wa maana ni yule aliyepanda mbegu au ni yule aliyemwagilia maji? Ni swali tunaulizwa. Kuna yule aliyepanda mbegu na mwingine akafanya nini? Akamwagilia. Sasa kulikuwa na mabishano. Hebu tusikia Mungu anasema ama hapo chini Paulo anasema nini kuhusu sasa hapa sasa anataka sifa sasa imrudie nani? Sasa halitaka wajue wa maana ni nani. Sio hao ni watumishi tu. Unajua hata watumishi wengine wanataka kujikweza juu sana. Hata karibu sasa watu waanze kuabudu.
Sio kama unaona haya mambo, sio kama mnapitia mambo kama hayo. Usijiinue sana. Unaambiwa Bwana anapokuinua na wewe nyenyekea, Bwana aonekane. Kwa sababu wewe ukiinuliwa na uinuke juu, Bwana ataonekana kweli? Hawezi kuonekana. Maandiko yanasema mtumishi si mkuu kushinda nani? Bwana wake. Ama mtume si mkuu kushinda nani? Yule aliyemtuma. Unapoinuliwa, nyenyekea ndio Bwana aweze kuonekana. Wa maana ni Mungu aliyewezesha mbegu kuota. Amen. Huyo sasa ndio wa maana. Na ndio tunasema tumtambue katika kila tunachofanya. Kila kazi unaofanya, mtambua huyo ambaye anawezesha mambo yote katika wote. Huyo ambaye aliwezesha mbegu kuota. Kwa sababu unaweza panda, unaweza mwagilia maji na isifanye nini? Na isiyo ukienda kuangalia unapata hata hakuna kitu. Huyo ambaye anawezesha hiyo mbegu kuota, tunaambiwa tumtambue huyo kuwa mwenye nguvu na uwezo. Kwa sababu huyo ndiye anawezesha. Na hata katika huduma, unapopanda, mwingine amwagilie maji, unapoona mbegu imeota, muinue nani? Mungu. Tambua huyo ambaye anawezesha mambo yote kati ya wote. Hebu tuangalie katika maisha yetu sasa tunaishi. Mbali sasa na mambo ya Kristo. Nataka tuangalie katika Kumbukumbu la Torati ni 8. Kumbukumbu la Torati 8. Tuone sasa kwa sababu pia katika maisha haya sasa tunafanikiwa sana, tunapata tunatajirika, tunakuwa na vitu mingi, tunakula, tunashiba, tunajijengea manyumba mazuri. Mambo kama hayo ni kwa nguvu zetu. Ndio tuangalie. Kumbukumbu la Torati ni 8 kuanzia 12. Tuone naye mambo inaendaje. Mkisha kula, hii ni onyo kuhusu kumsahau Mwenyezi Mungu. Amen. Tunaambiwa kwamba mkisha kula mkashiba, mkijijengea nyumba nzuri na kuishi humo. Na wakati ambapo ng'ombe na kondoo wenu, dhahabu, fedha yenu na kila kitu mlicho nacho kitakuwa kimeongezeka. Msiwe na kiburi na kumsahau Mwenyezi Mungu, Mungu wenu aliyewatoa katika nchi ya Misri, mahali mlipokuwa watumwa. Haya maneno yalikuwa naambiwa wana wa Israeli wakati walikuwa wametolewa kule Misri. Kwa sababu Mungu huwa anaona leo, kesho na hata milele. Alijua mambo kama haya, ingawaje pale mambo yalikuwa mazito sana kwao, lakini alikuwa anajua kwa sababu maandiko yanasema yeye anatuwaza mema na sio mabaya. Na vile tunaweza saidika baadaye. Alijua baadaye mambo yataendelea namna gani. Nasi pia haya maneno kwetu ni mapya leo. Yanatunenea leo. Tunaambiwa tukisha kula tukashiba, tukijijengea nyumba nzuri na kuishi humo. Na wakati ambapo ng'ombe na kondoo wetu, dhahabu na fedha yetu na kila kitu tulicho nacho kitakuwa kimeongezeka. Amen. Nani apende kutajirika? Hakuna, si ndio? Si kila mtu anang'ang'ana pia apate kitu. Hata tunamuomba Mungu sana, tukiomba tupewe, si ndio? Mungu ndiye huwa anatujalia. Maandiko yanasema ya kwamba baraka za Mwenyezi Mungu ndizo huwa zinaleta utajiri. Lakini bidii ya mtu hakuna kitu aiongezee kitu hapo. Amen. Hata katika maisha haya sasa, wakati utaona umekula umeshiba, watoto wanasoma vizuri kuanzia pale chini mpaka huko juu, unajingia, yani wakati utaona mambo yako yamekuwa mazuri, zizi la ng'ombe limejaa, mambo ya kuendea vizuri, usahau ya kwamba usimsahau Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kabla siendelee sana nitaangalia maandiko mengine katika 1 Samuel. 1 Samuel 2, tuone sasa hapa Ana alisema nini. Mwenyezi Mungu huwafanya 2 kuanzia 7. Mwenyezi Mungu huwafanya baadhi wawe maskini na baadhi wawe matajiri. Wengine huwazusha na wengine huwakweza. Hiyo yote ni kazi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu.
Uwainua maskini toka mavumbini, uwanyanyua wahitaji toka majivuni, akawaketisha pamoja na wakuu na kuwaridhisha viti vya heshima. Maana minara ya dunia ni ya Mwenyezi Mungu, yeye ameisimika dunia juu ya minara. Maisha ya waaminifu wake uyalinda, lakini maisha ya waovu uyakatalia mbali gizani. Maana binadamu apati ushindi kwa nguvu zake. Amen. Hapo hiyo yote ni kazi ya nani? Kwa sababu tunaona hata uinua maskini toka mavumbini na akamuketisha mahali pa juu na kumuridhisha viti vya heshima. Amen. Na sasa ndio tunaambiwa, ikiwa amekufanyia hayo yote, usione kama ni kwa nguvu za, usione kama hayo yote ni kwa nguvu zake. Maana tunaambiwa hapa, urudi katika ile Kumbukumbu 8, tuendelee kidogo. Tunaambiwa msiwe na kiburi na kumsahau Mwenyezi Mungu, Mungu wenu aliyewatoa katika nchi ya Misri, mahali mlipokuwa watumwa. Ndiye aliyewaongoza katika jangwa, lile jangwa kubwa na la kutisha, lenye nyoka wenye sumu na inge, katika nchi ile kame isiyokuwa na maji. Aliwatolea maji kutoka kwenye mwamba mgumu. Wakati mwingine imani yetu ndio inaenda chini. Vile kama vile tunafundishwa tangu usiku, na vile ule ndugu pia ametufundisha. Unajua, ukiamini na uombe Mwenyezi Mungu atatenda. Kama umemwamini vizuri, hata ukiomba kuwa na imani atafanya nini? Hata enda na imani sasa. Chukua hatua ya imani hata amefanya nini? Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye peke yake tu ndiye mwaminifu. Wakati unapoenda mbele zake, unapoenda kumuomba, muachie yote ukijua ya kwamba huyo umeachia. Sio kama mwanadamu. Yeye ni mwaminifu. Mwanadamu atakusema sana. Ukimwambia shida zako, atakusema, atakutangaza sana. Hata utashangaa kwa sababu wakati utakuwa unaingia kwa ile gate, unaona tu watu wanachunana hivi. Sasa unashindwa, kwani kunaendaje? Ni mambo yako ameyasema. Ambia Mwenyezi Mungu. Huyo ndio tu mwaminifu. Ukimwambia maneno yako, huyo peke yake ndiye mwaminifu na atakutimizia. Na hakuna mtu atajua umemwambia nini. Wewe mumwagie mahangaiko yako na shida zako zote. Ukiwa na imani, atakutendea. Tukitambua tu kidogo hapo kuanzia 17. Hivyo jihadharini, msije mkajisemea mioyoni mwenu. 16. Tena ndiye aliyewalisheni mana jangwani, chakula ambacho babu zenu hawajapata kukijua. Alifanya haya yote ili awanyenyekeze na kuwajaribu, ili kuwapima apate kuwajalia mema mwishowe. Hivyo jihadharini, msije mkajisemea mioyoni mwenu, tumejitajirisha kwa uwezo na kwa nguvu zetu wenyewe. Nikasema, huwezi kuwa na kitu usipopewa na nani? Na Mungu. Vile ulivyo siku ya leo, Mungu ndiye amekujalia. Yeye ndiye amekufanya uwe vile ulivyo siku ya leo. Kwa hivyo naambiwa, jihadharini, msije mkajisemea mioyoni mwenu, tumejitajirisha kwa uwezo ama kwa nguvu zetu. Kwa sababu mtu ana uwezo, ana nguvu, ana hekima, hana chochote. Lakini Mungu anatuambia tumuombe. Ukisoma katika pale Yakobo anaambiwa, kile ambacho ufanye nini? Uombe, na uombe ukiwa na imani atakupea. Na ndio tunasema hawezi katuita na bila kutusikiliza. Hata tukimuomba atusikilize. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anaangalia moyo wa mtu. Anaona kweli huyu ananitumainia ama ananiamini. Mungu hawezi kukuachilia. Maandiko yamesema ya kwamba wale ambao wamemwamini hatafanya nini? Hawataaibika, kwa sababu hatawaaibisha. Lakini hapo chini tunaambiwa, kumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, ndiye awapae uwezo wa kupata utajiri. Amen. Kwa hivyo hata katika maisha haya sasa, hata kama ni utajiri, sio sisi tumejipea nini? Yeye ndiye anatupea uwezo wa kuwa tajiri. Aidha iwe ni utajiri katika maisha haya sasa, ama ni utajiri katika huduma. Kwa sababu hata ile huduma tunatoa hapa, Mungu ndiye ametuinua. Amekupea kipaji. Kazi yako tunaambiwa ni kupepeta sasa. Kuhakikisha hicho kipaji unakifanyisha kazi.
Lakini mkisahau Mwenyezi Mungu Mungu wenu na kufuata miungu mingine ili kuitumikia na kuiabudu, na wanyeni vikali leo hii kwa kuwa hakika mtaangamia. Ikiwa hatutamtambua Mwenyezi Mungu, tunaambiwa tutaangamia. Kwa sababu yeye ndiye huwezesha mambo yote katika wote. Na nikasema baraka za Mungu ndizo huwa zinaleta fanaka, sio bidii zetu. Hiyo naye iko Methali 20 kuanzia 22 hapo. Hapo kusoma hapo utaelewa na hayo. Tukasema Mungu ndiye huwa anainua. Kwa sababu yeye anafanya baadhi wawe maskini na baadhi wawe tajiri. Wengine anawazusha, wengine wanainua. Hiyo kazi yote ni ya Mwenyezi Mungu. Wewe kwa upande wako uliambiwa mche Mwenyezi Mungu na ujiepushe na uovu. Sasa hapo kazi kwako. Ukitaka Mungu amkuinue, mche Mwenyezi Mungu na ujiepushe na uovu na umheshimu kwa mali yako. Ndio tulikuwa naambiwa hiyo itakuwa dawa mwilini mwako. Mapipa yako yatajaa. Tunaona kama sasa ni uhai. Vile sasa tulivyo hapa ama vile tulivyo sahi. Tukasema ya kwamba hakuna mtu awezaye kushikilia maisha yake asife. Ama kuzuia ile siku ya kufa. Mwenyezi Mungu ndiye anatujalia uhai kila siku. Anatuwezesha kuwa hai na anatupea hata kupumua. Na ndio tunaambiwa tumtambue. Tumtambue kwa sababu yeye ndiye anawezesha mambo yote kati ya wote. Kwa sababu kama ni boma, maandiko yanasema namna gani? Tuangalie Zaburi 127. Zaburi na 127. Nataka tuone tu matendo ya Mwenyezi Mungu. Vile ndio tumtambue. Mwenyezi Mungu asipojenga nyumba, waijengao anajisumbua bure. Amen. Tunaambiwa Mwenyezi Mungu asipojenga nyumba, wale ambao wanaijenga wanafanya kazi ya bure. Mwenyezi Mungu asipoulinda mji, waulindao wanakesha bure. Hayo yote ni matendo ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu hakuna mahali anakujia hapo. Kwa sababu kama ni kujenga nyumba, tunaona waijengao wanafanya kazi ya bure. Hiyo ni jukumu la Mwenyezi Mungu. Wale walindao mji, asipoulinda wanakesha bure. Na hata tunaambiwa hata wale ambao pia wanataka kuwa na kitu, tunaambiwa msijisumbue bure kuamka mapema asubuhi. Yaani ikifika saa 9 wewe umefungulia kuku kwa mguu, ndio akiwika tu hivi wewe unafanya nini? Unatoka. Saa 9 wa jamani unaenda kufanya nini? Kwa nini unajisumbua namna hiyo? Ati unataka utajirika. Uwezi tajirika kwa uwezo wako ama kwa nguvu zako ama kwa bidii yako. Tumesoma pale. Amen. Mungu ndiye atupea utajiri. Atupea uwezo wa kuwa tajiri. Kila kitu tulicho nacho sio kwa nguvu zetu. Unaambiwa mnajisumbua bure kuamka mapema asubuhi na kuchelewa kwenda kupumzika jioni. Yaani uko kazini, tuseme sana hata wale wamejiajiri. Unajua yule mtu ameajiriwa, si amepewa masaa ya kufanya kazi. Lakini watu wana biashara. Sana hapo naona hiyo ndio inatulenga sana. Hadi mpaka saa 5 usiku hujafunga duka. Ukitafuta utajiri, usijisumbue bure. Mjipatie chakula kwa jasho lenu. Mungu waruzuku walio wake hata walalapo. Amen. Sisi ni wa Mungu mkuu. Baba yetu ni tajiri. Amen. Ako na kila kitu. Na unaambiwa kile ambacho una uombe. Na pale tukaambiwa umche Mwenyezi Mungu na ujiepushe na uovu. Kwa sababu kwa kusema hivi namaanisha katika ile shughuli ambayo unafanya, yeye ataifanikisha. Kwa sababu Mungu wetu ni wa haki. Yeye uangalia mienendo yetu. Vile tunaenenda, vile tunatenda. Akiona hata wewe ni mtu wa haki ama unatenda mambo ya haki, yeye huwa anapendezwa na wewe. Kwa sababu maandiko yanasema, yeye hupendezwa na mtu ambaye utenda haki kuliko kutoa dhabihu. Amen. Tutamani sana kutenda mambo ya haki. Ndio ule ufalme ama ile nguvu ya Mungu iwe pamoja nasi.
ndio Mungu atukaribie na atusaidie, kwa sababu hatuwezi kupata msaada mahali pengine. Yale yote tunatamani katika huduma, kwa sababu hata kama unataka kukua katika huduma, lazima unyekee mbele zake Mwenyezi. Lazima ukaribie sana, kwa sababu unapomkaribia sana, na yeye pia ndiye anakuja karibu na wewe. Na kwa sababu tunajua Mungu wetu ni mtakatifu, si lazima pia tuishi maisha ya uadilifu. Kwa sababu utamkaribiaji ukiwa unatoa harufu mbaya? Matendo yetu yanatufanya tuwe na harufu mbaya mbele zake Mwenyezi Mungu. Hawezi kukaribia. Na ndio tunaambiwa ya kwamba tuwe na bidii ya kutubu. Amen. Ndio kila wakati tujaribu sana kuwa safi mbele yake. Katika shule, mwanafunzi akipata kuanzia 70 na 80 si anakuwa na B- ama ni B+. Wale ambao shule ama wanafundisha. In short, si anakuwa amepita. Na anakubali, si unaona hata anapata barua anakubalika kuenda mbele. Hata nasi pia tujaribu sana mbele zake Mwenyezi Mungu kuwa safi. Ndio Mwenyezi Mungu aweze kututumia, ama aweze kutupea kazi, ama aweze kutuinua. Kwa sababu ndio tunaambiwa mara mingi, anayesema kuwa ni wa Mungu awachane na uovu. Asiguze kitu najisi. Kwa sababu ukiguza hiyo, sasa umeweka mpaka katikati yako na Mungu, ama Mungu wako sasa amekaa mbali na wewe. Tunaambiwa tujitakaze kila wakati. Tuwe na bidii katika kutubu, ndio Mwenyezi Mungu atukaribie. Kwa sababu akitukaribia, mambo yetu yatatuendea vizuri. Hapo tumeona sasa tusijisumbue. Kama ni nyumba, tumwachie Mwenyezi Mungu ajenge nyumba. Kama ni kulinda, tumwachie ulinzi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuwekea ulinzi. Tumwachie hayo mambo yote. Tusijisumbue kuenda kulala kama tumechelewa, ama kuamka asubuhi mapema. Kwa sababu walio wake waruzuku hata walalapo. Unapoamka asubuhi, hata ndio naambiwa, unapoamka asubuhi, omba, ambia Mungu nielekeze katika baraka zangu. Amen. Kwa sababu wakati ulikuwa umepumzika usiku, alikubariki. Wewe muombe tu asubuhi, nielekeze sasa. Ongoza hatua zangu. Kwa sababu hatujui njia ya kwenda, hatujui ni wapi. Mwambie akuelekeze, na kwa sababu yeye ndiye msaada wetu na kimbilio letu, mambo yote yatakuwa sawa. Kwa hivyo kila kitu, mambo yetu yote ni Mungu. Hebu tuone katika Daniel 4. Tuone Daniel 4:24. 29 na 33. Tuone naye huyo mambo yalimwendea namna gani. Wale ambao huyu sasa ni mmoja kati ya wale ambao hawakutaka kumpa Mungu sifa. Hawakuweza kumtambua. Tuone kwa sababu pale tumeambiwa ikiwa tutamsahau Mwenyezi Mungu na kuanza kutumikia miungu mwingine, ama kuenda kinyume na mipango yake. Maandiko pasa katika Kumbukumbu la Torati imesema hakika tutaangamia. Hebu tuone naye mambo yaliendaje kwa huyu Nebukadnezari. Kuanzia Daniel 4:29 mpaka 33, tusikie hapo kidogo. Miezi 12 baadaye, Mfalme Nebukadnezari alikuwa anatembea juu ya dari ya ikulu ya mji wa Babylon. Basi akasema kwa sauti. Sasa yale majivuno sasa. Kule kujisifu. Na tunaambiwa ikiwa unataka kujivunia jambo lolote, ujivunie juu ya kazi ya Bwana, ujue yeye ndio huwa anatenda mambo mema na ya haki duniani. Tazama Babyloni, mji mkuu niliojenga kwa nguvu zangu. Amen. Hapo kuna mahali ametambua Mungu? Hajamtambua hata kidogo. Uwe makao yangu ya kifalme na kwa ajili ya utukufu wangu. Amen. Hapo anamtambua Mungu. Kwa sababu hayo ni maneno ya kujikweza, ya kujiona ya kwamba yale yote umetenda ni kwa ajili ya nguvu zako ama kwa uwezo wako. Mara tu alipotamka maneno hayo, sauti kutoka mbinguni ikatamka, Hewe Mfalme Nebukadnezari, sikiliza ujumbe huu juu yako.
ufalme umekutoka. Amen. Baada ya kujisemea tu hayo maneno, hasira ya Mwenyezi Mungu ikafanya nini? Ikawaka. Unajua yeye hasira yake huwaka kama moto. Hasira ya Mwenyezi Mungu ikamuwakia. Sauti kutoka Zayuni ikashuka na kusema, ewe Nebukadnezari, ufalme wako umefanya nini? Umekutoka. Hapo sasa akaambiwa ufalme wako umeisha. Kwa sababu sifa na utukufu ni kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu, lakini sio kwa mwanadamu. Wewe kwa nini unataka ujisifu? Kwa nini unataka usifiwe? Kwa sababu hata wanadamu pia hata wanapenda kusifiwa sana. Ujue ukisifiwa hapa duniani, wewe tayari umepata zawadi yako. Amen. Usitarajie kitu kingine kule Zayuni. Ikiwa unasifiwa hapa duniani, wewe tayari umekwisha pata zawadi yako. Huyu kwa sababu alijisifu mwenyewe. Naye Mwenyezi Mungu, hasira ya Mwenyezi Mungu akaambiwa, ufalme wako umetoka. Utafukuzwa mbali na wanadamu, utaishi pamoja na wanyama wa porini kondeni, na utakula majani kama ng'ombe. Utakaa katika hali hiyo kwa miaka 7, na mwishowe utatambua kwamba Mungu mkuu ndiye mwenye uwezo juu ya falme za wanadamu, na umpa ufalme mtu yeyote amtakaye. Mungu wetu ni mwenye fadhili nyingi. Amen. Kwa sababu hata kama ufalme wake umemtoka, lakini amempa, si unaona maneno yake pia amempea ahadi kidogo. Amempa matumaini. Lakini hapa nilikuwa nataka tuelewa kwanza ya kwamba usiwe mtu wa kujiinua. Hata kama umetoa huduma nzuri sana hapa, hata ukija hapo, hata kama wewe ni muimbishaji, unapokuja hapa na kunaimbisha vizuri, kubali sifa na utukufu usimrudie Mungu. Usishinde ukijinua sana ama useme isipokuwa ni mimi, hata hiyo kanisa ingekuwa imeshafungwa. Isipokuwa ni mimi, praise and worship ingekuwa imeisha. Kwani ulikuwa na nini wewe? Ulikuwa na nini? Kwa sababu pale tumesema tunaona baadhi yetu tukija hata kwa heshima ya wanadamu, hata hakuna mtu angekutambua. Ni kazi njema Mungu ameanzisha ndani yako. Mungu amekujalia. Usiwe mtu wa kujivuna. Tumia kipaji ambacho umepewa kutekeleza ule wajibu ambao umepewa. Mungu aonekane, Mungu ainuliwe. Kwa sababu tumesema pale, tumeitwa kutangaza matendo makuu ya Bwana. Lakini hujaitwa ama hatujaitwa kuja kujisifu ama kujiinua. Kwa sababu hapa tumeona huyu ameambiwa ufalme wako umekufanya nini? Hata wewe pia. Hicho kipaji pia kinaweza kukutoka. Kwani unafikiri wewe ndio mtumishi peke yako? Hata mimi kwani mimi ndio naweza kuwa mwalimu kwa hii nyumba ya Bwana? Elijah aliambiwa aje? Na huko ni wengi sana. Si hata unaona vijana wengine sasa wanaambiwa sasa ndio wao wanasimama mbele ya praise and worship hapa. Wakiwa security. Jihadhari sana. Jihadhari sana. Sio kwamba sisemi ati wewe sio mtu wa maana, lakini usijione kuwa wa maana. Wacha yule alikuona akakuita. Wacha yeye sasa, wacha yeye akuinue peke yake. Na anapokuinua na wewe nyenyekea, ndio aweze kuonekana na huduma yake itaweza kuenda vizuri. Lakini ikiwa tunaanza mambo ya kujigamba, mambo ya kujivuna, mambo ya kusema isipokuwa ni mimi, hata sijui nini, hiyo yote ni bure kabisa. Na itakusaidia. Kama ukita katika hii huduma hii tunafanya, fanya ile kazi ambayo Mwenyezi Mungu afanya nini? Amekupea. Ikiwa kazi yako ni kupanda mbegu, wacha mwingine amwagilie maji. Na hayo mengine ule tunasema ule wa maana ni ule afanye mbegu ifanye nini? Ule anawezesha mambo yote kati ya wote, wachana na huyo afanye kazi yake. Tunaendelea. Nataka tuangalie pia mtu mwingine ambaye alijisifu sana. Nataka tuangalie tuone usiwe mtu wa kujiinua. Kwa sababu hata unakumbuka hata ule tajiri. Unakumbuka ule tajiri mpumbavu ule? Kwa sababu baada ya kuvuna na kuona yani ngara zake zimejaa. Hata sasa ikabidi awe ni kupanua mahali pa kuweka vitu ama chakula. Yeye hakutambua huyo Mungu. Hakutambua huyo ambaye ufanya mbegu kuota. Alianza tu kujisifia na kusema sasa moyo wangu sasa ni kustarehe. Hapa ni mambo ya kula na kunywa. Naye Mwenyezi Mungu anataka tumpee sifa. Kwa sababu alimwambia mjinga wewe, roho yako naikujia leo hii. Mungu anataka kama utaki Mungu akushushe, kwa sababu tumeona yeye pia ushusha wengine na wengine anafanya nini? Anawainua. Ikiwa unataka kama utaki akushushe wewe, usiwe mtu wa kujiinua. Na ile kazi ambayo amekupea, fanya kwa bidii. Ili wakishe jina lake lifanya nini? Limetukuzwa. Tumeitwa
ili jina la Mwenyezi Mungu litukuzwe. Maandiko yanasema ati tukizaa matunda kwa wingi ndio jina la Mwenyezi Mungu linafanya nini? Linasifiwa. Sasa wewe jua vile utafanya ndio uzae matunda katika nyumba ya Bwana. Maandiko yanasema tutafute ufalme kwanza, mengine atafanya nini? Kwa sababu Mungu anajua yale ambayo yanatuhangaisha. Lakini kama tutatafuta ufalme kwanza, kama tutamtambua na kutimiza haja ya moyo wake kama vile ambavyo ametuamuru, kama utafanya ile kazi ambayo amekupia kwa unyenyekevu, Mungu atakuinua. Vile anakuinua ndio pia anainua mambo ya na tena hata kwa sababu pia tulisema mtu ambaye anasema ni wa Mungu anapaswa kuishi kama vile Yashua alivyoishi. Na kwa sababu tunafuata nyayo zake, na yeye alikuwa mtu wa kutii na kunyenyekea. Unapoinuka wewe unajifananisha na nani? Jiulize hiyo swali tu. Yeye alinyenyekea mpaka akanyenyekea chini ya msalaba, akafa kifo cha uchungu. Naye Mwenyezi Mungu akamuinua, akamkweza juu, akampandisha juu zaidi, na akampa jina lile kuu kushinda majina yote. Kama unataka kubarikiwa, kama unataka huduma yako ende vizuri, nyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu, naye atakuinua, atakutendea makuu. Nataka tuone mtu mwingine ambaye alitaka kujisifu sana, ni Matendo ya Mitume 12. Ndio tuone wakati tunapojiinua sana tunajiletea maangamizi. Wakati ambao mtambui Mwenyezi Mungu unajiletea maangamizi. Hasa wewe ambao sasa umeitwa wewe msemaji, kwa sababu wewe ndiye msemaji wa Mwenyezi Mungu. Ukiwa hapa kanisani, ukiwa nje mahali ulipo, wewe kumbuka ya kwamba kila wakati, iwe ni wakati wa kufaa ama wakati usio wa kufaa, wewe ni msemaji wa Mwenyezi Mungu. Unastahili kuhakikisha mahali ulipo jina la Mwenyezi Mungu limefanya nini? Limeinuliwa. Amesifiwa. Sifa zimemrudia. Matendo ya Mitume 12:21 mpaka 24. Siku moja iliyochaguliwa, Herode akiwa amevaa mavazi yake rasmi na kuketi katika kiti cha kifalme, aliwahutubia watu. Wale watu walimpigia kelele za shangwe wakisema, hii ni sauti ya nani? Hii ni sauti ya Mungu, sio ya mtu. Amen. Unaona hata watu wanaweza kuingiza kwa moto. Chunga sana. Na ndio nikakwambia, wewe ikiwa watu wanakusifu sana, zawadi yako umefanya nini? Umekwisha ipata, usitarajie kitu. Hii ni sauti ya Mungu, si ya mtu. Papo hapo malaika wa Bwana akamwangusha Herode chini, kwa sababu hakumpa Mungu hizo sifa. Akaliwa na wadudu, akafa. Neno la Mwenyezi Mungu likazidi kuenea na kukua. Amen. Herode aliliwa na wadudu, lakini neno la Mwenyezi Mungu ifanya nini? Lizidi kuenea na kukua. Sasa wewe ukijiletea maangamizi, neno la Mwenyezi Mungu haitasimama. Amen. Kumbuka, tumeambiwa tuende ulimwenguni kote. Neno bado litaendelea. Kwa sababu wewe kama utarudi nyuma, Mungu atasimamisha mtumishi mwingine. Amen. Kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu lazima liende ulimwenguni kote. Na Mesia akawaambia wale mitume, nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa nyakati. Kwa sababu yeye ndiye anafanya, kwa sababu akifanya kazi nao, kwa sababu yeye anafanya kazi daima ndani yetu. Yeye ndiye anafanya kazi nasi. Nataka kumaanisha nini? Tumtambue Mwenyezi Mungu, tumpe sifa, tumpe shukrani. Tuhakikishe kwamba Mwenyezi Mungu amesifiwa katika kila lolote tunalofanya. Nataka tuangalie Romans 11:35 and 36. Ni swali hapa tunaulizwa. Romans 11:35 and 36. Hao ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, hata aweze kulipwa tena kitu hicho? Hii ni swali tunaulizwa. Kuna kitu tulimpea Mungu? Kuna kitu umempea? Kwani hata ulikuwa wapi umpe? Ulikuwa wapi? Hatukuepo. Sasa tunaambiwa, kwa maana vitu vyote vyatoka kwake, vyote vimo kwa uwezo wake na kwa ajili yake. Utukufu na uwe kwake hata milele. Amen. Amen.
utukufu huwa kwake milele ami. Kila kitu tufanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili Mwenyezi Mungu asifiwe, Mwenyezi Mungu aonekane, nguvu za ulimwengu uone Mwenyezi Mungu, wamtambue, tutangaze matendo yake makuu, kila mtu ashuhudie kweli Mungu amefanya nini, ametenda. Amen. Kwa hayo ndio tunamaanisha mtambue Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hata tunaona wengine wanaambiwa ati wanajisifia mambo makubwa sana. Hati tutatoka huku na kwenda kufanya biashara huko, tukae na tufanye. Nani amekuja? Nani amekuambia hayo? Usidanganye moyo wako. Mungu ndio tunaambiwa, unasema ikiwa Mungu akitujalia. Amen. Tujue Mungu ndio wana. Mungu asipokujalia haupo tena. Tumpe nafasi atujalie, ama tumpe hiyo heshima, tumpe hiyo nafasi ya kwanza. Usianzishe mambo bila kumtambua huyu Mungu, kwa sababu hakuna mahali utaenda. Amen. Hata kama ni biashara, hata kama uko shule, mtumainie Mwenyezi Mungu, mtambue katika masomo yako, naye ataifanikisha mipango yako. Na ndio hata ukisoma katika Methali unaambiwa mwekee Mungu, Methali 16 mstari wa 3. Mwekee Mwenyezi Mungu kazi yako, naye mipango yako yote itafanikiwa. Amen. Usiende mbali bila huyu Mungu. Daudi hakuweza kwenda vitani bila kupata shauri kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Tuanze na Mwenyezi Mungu na tumalize na nani? Tumtambue katika mambo yetu yote tunayofanya. Tuanze na yeye na tumalize na yeye. Tusijione kuwa wenye hekima, kwa sababu pale tumesema tukamba hatuna hekima, hatuna nguvu, hatuna uwezo. Tumtambue yeye kuwa Mungu msaada wetu, kimbilio letu, kwa sababu yeye ndio, kama ni vita, yeye ndio anatupigania. Vita anasema ni vyake. Tumtambue Mwenyezi Mungu katika kila shughuli. Hasa sisi ambao tunaitanishwa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Walimwengu wachana nao, kwa sababu hao unajua sasa na hata hawamjui. Hao wanaenda vile wanataka. Lakini sisi ambao tunamjua, sisi ambao tumeitwa tuishi kulingana na wito ambao tumeitiwa, tuhakikishe ya kwamba katika maisha yetu kila siku, tukiwa ndani ya hekalu ama ndani ya nyumba yake ama tukiwa nje, tuhakikishe ya kwamba tumetangaza matendo yake makuu. Tuhakikishe kwamba tumemtambua, tumemfanya watu wamjue. Tumetangaza matendo yake makuu kila wakati, kwa sababu hilo ndio ile jukumu ambao tuliitiwa, kutangaza matendo yake makuu kila wakati, kila mahali. Bwana atubariki kwa hayo machache.